Ndio maana katika vision ya huduma hii tumeweka kuwa na sanitarian kuanzia ngazi ya taifa mpaka kanisa la mahali, kwamba kila mtu hajue kujitibu mwenyewe. Ukishindwa basi unaenda kwa wataalamu wa juu. Bwana asifiwe. Nafikiri mtatusaidia mzee Msaki, ndugu Morris, mama yetu pale na wengineo. Unajua hii message zamani ilivyokuja tulichangamkia sana, lakini hatakuwa na uelewa nayo. Lakini sasa baadaye kaangukia kuwa sasa ni biashara sasa ambayo ishikiki. Mpaka dawa zile za kemikali zikawa nafuu kuliko nini? Si mnakumbuka kina Morris wanaelewa ili matengenezo. Sasa kwa hiyo nimeona ni Roho wa Mungu anatusaidia. Roho wa Mungu anatusaidia. Dawa nimeiandika na mimi utaniona tuko niko mtandaoni na simulia huko. Ila Mungu anisaidie nisichukue utukufu. Bwana asifiwe. Sasa kambi hili lipo kwa ajili ya kujifunza mambo makaza wa kaza ya kiimani. Ingawa hatuwezi kumaliza mambo yote, lakini naamini tutatoka katika kitu fulani au mtasari fulani ambao utakuwa ni endelevu katika makanisa yetu ya mahari. Lakini kitu ambacho mimi nakihitaji na nakilenga hasa watu wa Mungu tukitoka hapa najua tutasambaa, lakini tusambae kimantiki na kwa hekima. Maana yake nini? Tuwe na tukafungue kule hizi local church. Local nini? Tuache kukaa katika makanisa ya nyumbani. Makanisa ya nyumbani yabaki ni wewe na mkeo na familia yako. Alafu tufungue, alafu sasa tuwe na matukio kama haya, hizo medical camp. Tunasonga mbele pale Kelege, tunaspika kama hizi, vitu kama hivi, tunasimulia watu. Hata wale ambao wanania kutukamata, wakija pale na nyewe watakuwa wamegonjeka. Mtu akisikia kwamba hapa inatibiwa sijui homa ya ini na mama yake ana homa ya nini, anabidi atege sikio. Si kwa hivyo? Hata mimi na kakaangu mmoja alikuwa ni mshindani wangu mno, aliungana na mzee wangu wakati ule na aingia katika imani hii, kunitisha sana. Lakini leo ananiambia, mtumishi, ninawasikiliza huko, kuna rafiki yangu yuko hoi sana. Hebu fanya mpango. Bwana asifiwe. Kwa hiyo Ellen White anaposema kwamba ujumbe wa afya ni ujumbe, ni mkono wa nini? Wa kuume malaika watatu. Ana maana kwanza hicho ni kitu ambacho kitasaidia hata mnyama apunguze makali kidogo. Maana mnyama naye anaumwa. Si mnafahamu wale ambao walienda kumkamata Yesu? Wametumwa na viongozi wa dini kwamba wale wapelelezi kumkamata Yesu, na wakaingia katika mkutano wake mmoja, wakamsikiliza Yesu ili baadaye wafanyaje? Wamkamate. Wakafika hapo na wakanogewa na mahubiri. Wakawa wasikilizaji. Baadaye wanarudi kwa wale kwa mabwana zao wamenyongonyea. Wanaulizwa, mbona mkumkamata? Wakasema, hatuje kuona mtu anayenena kama jamaa anavyonena. Wakasema, je, na nyinyi mtakuwa wanafunzi wake? Hawakujibu maana walikuta pale watu wanahubiriwa na wanapona. Bwana asifiwe. Huu muujiza wa kimwili, na pia tunataka pia na muujiza mingine ya kiroho. Sawa? Mingine ya nini? Ile ambayo inaweza ikashinda dhambi, ikashinda mapepo yanayotufunga vinginevyo, alafu huku tunalishe bora, tuna afya bora. Bwana asifiwe. Sisi tuko pamoja jamani. Sasa tutachukua mambo kaza wa kaza. Najua bwana Johnny pamoja na Musa mtaondoka nayo hapa mambo kama hayo. Hebu Musa simama. Na Johnny simama. Bwana asifiwe. Bila shaka wengi mje kuona hawa wametokea Lindi. Katika programu yetu ya kupeleka kazi katika maeneo mapya, moja ya eneo ambalo tulikuwa tujafika ni wapi? Lindi, Mtwara na Songea tulifika, lakini shetani karibu, lakini Mungu amefanya kitu. Lakini hawa katika kutusikiza katika online, hasa Musa kwa ananipigia simu, alikuwa na maswali mengi sana. Kwa mtu wa kawaida hawezi kuvumilia. Lakini nilimpenda sababu alikuwa iko sharp. Bwana asifiwe. Lakini nilikuwa na mpango kwenda kule, lakini wao ndio wamekuja kabla ule mpango. Na hatimaye
mpaka wakafanikiwa kufungua local church. Mmekuja watu wangapi? 5. Na mchungaji wao ni alihubiri kanisani kwao, akinihubiri ubaya, si ndio? Akanihubiri ubaya, akanihubiri nini? Lakini kwa mujibu wa Musa baadaye wale watu wakusikiliza. Lakini mwisho akasema kwamba walipo toka akasema kwamba basi rudini, ni kweli kanisa kama nilivyosema Masawe limia, lakini tutengeneze nini ndani. Maana alikuwa anapoteza waumini. Pointi nini? Mission yao iliweki kwa sababu walipoamua kuwa na kanisa la nini? La mahali. Bwana asifiwe. Nafikiri nimekuja pia kubatizwa. Kaeni chini. Kwa wale wote ambao wanahitaji kubatizwa, kuungana na imani hii, hebu nyosheni mkono. Bwana asifiwe. Mashemasi mweke mpango wa kuandaa mazingira ya bahari. Kwa hiyo msipokuwa na local church, hii mission uiweze kuifanikisha wana matengenezo wengine wasema kwamba tutasalia ndani. Wamefika wapi? Hakuna mission. Kwa lazima tuwe na vision na mission. Huu ujumbe wa afya tuweke mipango ya kuupeleka. Si ndio? Kila kitu tuweke mpango. Si tunajirisha wenyewe. Mfano jana kijana au simama juu. Wewe hapo mwenye nguo ya njano. Alinita mtumishi akaniambia kwamba kuna sijui utasimulia vizuri kwamba kuna kanisa la ni Katoliki, si ndio? Wamekataza waumini wao wasisikilize watu wa DAWASA. Ndio nisimulie hivyo. Watu wa nini? Kwamba wale watu wanaharibu watu. Kaa chini, utatoa ushuhuda wako vizuri. Kwa ina maana kumbe kupitia hii mitambo hii watu wanafanyaje? Wanapata hii message. Sasa unajificha, utaki kutoa zaka, toa sadaka, inue speaker. Ndio wengine utasikiaje? Wewe ni mchoyo tu ujumbe. Sasa hata hapa kuna watu wamekuja kwa taarifa za mtandaoni. Uongo kweli? Sasa tushikamane. Huu ujumbe usiwepo tu kwamba tunapiga quotation, tunapiga mafungu alafu tunaacha kapa. Tutayachukua, tutayachakata na kuyaimplement. Bwana asifiwe. Sasa naombeni baada ya kusema hayo, nafikiri mratibu atakuwa anasikia, atatundalia kipindi cha ushuhuda. Kuna watu hapo wanataka kutoa nini? Shuhuda pia. Na ikiwezekana tutakuwa na time hata kama ni saa 1 ama saa 2. Itakuwa yale maswali critical, yale watu wamwagike. Bwana asifiwe. Changamoto zote tumwagike. Alafu tuzitibu kwa hoja. Si kwa hivyo Sasa leo na kitu fulani kinaitwa miliki iliyonunuliwa. Miliki iliyonunuliwa. Hii ni ujumbe ambao unapatikana katika msingi ule wa 1888, yani mwaka 1888. Jumbe kama hizi mara nyingi najua ni jumbe pole, lakini zinawasha kidogo. Ni jumbe pole, na kwa kuwa Adventista mara nyingi tulitaka zile jumbe korofi. Lakini zile korofi mara nyingi hazitutibu. Sawa? Zinatufanya kuwa washupavu na wenye ujuzi. Lakini ni nzuri kama tukipata ujumbe ambao utatuweka katika msingi ule wa subira ya watakatifu. Bwana asifiwe. Subira ya nani? Ya watakatifu. Mafundisho yamepita hapa, Mwalimu Dacha Deme. Mungu ambariki Mwalimu Deme kutusogeza msalabani. Mwalimu Dacha kutusogeza kwa watu wa rohoni. Sasa hapa tuna miliki iliyonunuliwa. Miliki iliyonunuliwa, tutaanza hivi. Nitaanza kwa swali, ukombozi ni nini? Ukombozi ni nini? Nani anajibu? Ukombozi ni nini? Nataka tu mtu mmoja au wawili. Ukombozi ni nini? Kwamba kakombolewa. Ukombozi ni nini? Mpe mic dakika moja. Ukombozi ni nini? Ukombozi ni msaada. Ukombozi? Asante. Kuna mtu anajibu lingine? Okay, naona ukimya huu unahitaji kunisikiliza. Haya. Mpe. Naomba dakika moja. Mpe yule pale. Mzee, afa atakuja Shirima. Ameanza huyu? Haya, mpe. Ukombozi nini?
Ukombozi ni hali ya kumtoa mtu katika shida au mateso na kumweka sehemu ambayo ni salama. Asante, mpe mzee. Short and clear. Ukombozi nini? Ukombozi kama je nasema ni kumtoa mtu mahali ambapo asipoweza kujikomboa au kujinasua lakini kwa kutoa kikombozi. Okay. Kutoa kikombozi au fidia, si ndio? Musa utakujibu? Najua sasa moyo wako unaunguruma, unaogopa, usiogope. Kwa comfortable. Haya basi imetosha. Rudi kaa pale. Sasa ni jambo jema. Ni wangapi hapa wanatamani kukombolewa? Nyosha mkono. Bwana asifiwe. Kevin, unataka kukombolewa? Maana hapa tumeshakombolewa kiafya, homa ya ini na nini? Vidonda vya nini? Vya tumbo. Maana hapa tukinyoosha hoja ya vidonda vya tumbo wengi tunafanyaje? Tunasumbuliwa. Ngami nilikuwa nasumbuliwa, nilipewa dawa moja hivi. Hiyo dawa nini balaa, lakini ilisaidia, lakini si kwa wakati huu tena. Hiyo inatutosha. Bwana asifiwe. Sasa ukombozi kwa mujibu wa mantiki ambayo nimeiweka hapa kuendana na hiyo yenu, ukombozi maana yake ni kulipa fidia ili kulipa nini? Fidia kwa mujibu wa muktadha wa kibiblia. Sasa mpaka hapo muktadha wa kile ambacho sisi kimetutokea. Tafasiri yenu iko sahihi ni kumtoa mtu katika hali mbaya kumleta katika hali nzuri, si ndio? Sasa ukombozi maana yake ni kulipia fidia ili kukomboa. Hii mantiki nimeitoa. Kwa mfano, simeshasoma katika Taurati kwamba kuna kukomboa kitu. Kama ndugu yako alikuwa ameuza nini? Shamba ndugu zake wanakuja kufanyaje? Kulikomboa. Kwa kulinifanyaje? Kulinunua. Maana ilikuwa uruhusiwe kuuza ulisi wako. Sawa sawa. Sasa nimetumia mantiki hiyo sababu ndio inarelate katika hoja ya msingi ya ukombozi. Twende kazi. Ni nini kinachotakiwa kulipiwa fidia? Ni nini kinachotakiwa kulipiwa nini? Fidia. Hilo ni swali. Sasa ni wazi kwamba ni kile kilicho nini? Kilichofanyaje? Maana hicho ndicho kitu ambacho Bwana alikuja kukiokoa. Kwa hiyo kinacholipiwa fidia ni kile kilichofanyaje? Potea. Kuna andiko nasema mwana wa Adamu alikuja kutafuta na kuokoa kilichofanyaje? Kilichopotea. Ni nini kilichopotea? Jibu liko pale pale, si ndio? Ni nani? Kwa hiyo sisi tumefanyaje? Tumepotea. Sasa katika Isaya 52:3 inasema hivi, maana Bwana asema hivi, mliuzwa bure nanyi mtakombolewa bila nini? Bila fedha. Mliuzwa bure bali mtakombolewa bila nini? Fedha. Nanyi kumbe kuna wakati tuliuzwa kwa nani? Na kwa nini Bwana anahitaji kutukomboa? Kwa ina maana kama tuliuzwa, bwana mratibu, si ndio? Yule mtu si alitoa pesa, alitoa gharama inabidi afanyoje? Arudishiwe nini? Gharama. Ili uwe na mimi uwe huru. Najua kuna vitu fulani ambavyo mmehubiriwa mpaka leo. Nimeona hata kuna dada mmoja ninipigia simu, mtumishi, nimeombewa sana. Watumishi wameniambia nina laana za wazazi, ndio maana sipati kazi, sipati mume, sio na laana za ukoo. Yaani vitu vingi kuna ukombozi vinaendelea hapo na vinakuwa vina pesa juu yake. Nikamwambia njoo kwenye makambi. Sijamuona, sijui anataka amekuja. Tuweze kuzungumza vizuri. Sasa kuna kitu ambacho shetani anakijua kiko sahihi, sasa anakichengesha, maana tayari kashanyang'anywa. Sasa maandiko haya yanasema, maana Bwana asema hivi, mliuzwa bure nanyi mtakombolewa bila fedha. Anasema tena, nini kingine kilipotea? Sisi ndio tulipotea wanadamu. Nini kingine kilipotea? Mwanadamu alipotea, si ndio? Nini kingine kilichopotea? Mwenye jibu anyoshe mkono. Nini kingine kilichopotea? Mzee wa kanisa. Mwanadamu alipotea. Nini kingine kilipotea? Mpe maiki. Sijui tutafanyaje zile maiki 3 hapa. Inabidi viongozi wa mawasiliano ili mtalichakata, sijui tutafanyaje ili msomaji asiwe anasumbuka. Bwana Yesu asifiwe. Amina.
Kwa ninavyoona mimi ni uzima wa milele. Anavyoona yeye ni uzima wa milele. Mpe mzee Msaki, huyo atakuwa wa mwisho. Mzee Morris karibu. Nini kingine kilichopotea? Bwana Yesu asifiwe. Amina. Mwanadamu alipotenda dhambi alipoteza haki yake. Umemaliza? Nimemaliza. Asante. Alipoteza haki yake. Mzee Msaki unataka kujibu? Mimi kwamba hata kile alichomiliki kilipotea. Mpe Kevin. Dakika moja. Hapa ni short endi. Sema. Alipoteza mawasiliano yake yeye na Mungu. Okay. Unajibu tofauti nao? Mpe ajaribu. Msifu Kristo. Amina. Mwanadamu alipotenda dhambi alipoteza utawala. Wanaita dominion. Utawala, akapoteza miliki. Ndio hicho kisawa. Sawa, mpe mic. Turudi. Asante sana. Tunaenda vizuri. Ngoja niweke jibu hapa. Nimeandikaje hapo? Tuseme pamoja. Tuseme kwa pamoja. Bila shaka wote imesema haki, uzima, miliki fulani, si ndio? Lakini kumbe ni vyote alivyokuwa nani? Yaani vyote. Kuanzia uzima wake mwenye pamoja na vyote alikuwa na miliki vilipotea. Leo ndio mnaambia kwamba kina Mwamposa ukakomboa ardhi ya baba zako. Simnaambia hivyo kitu Anakuuzia udongo kutoka Dar es Salaam unaopeleka Mwanza kukomboa ardhi. Unachukua mafuta unapeleka kule Kigoma unakomboa mashamba ya babu zako kwamba unalaana. Wewe ndio unalaana kwa sababu babu zako kwa unalima ulikuwa na chakula. Toko umekabidhiwa wewe vinakauka tu. Sasa si hayo. Tuende vizuri. Ni kitu gani hicho kingine? Utawala wa nani? Utawala wa mwanadamu. Vyote. Utawala wa mwanadamu. Tuende vizuri. Yaani kuonyesha kitu hapa. Uizi wewe kuelewa vizuri. Ili ni andiko. Mungu akasema, na tumfanye mtu kwa mfano wetu, kwa sura yetu, wakatawale samaki wa baharini, ndege wa angani, na wanyama, na nchi yote pia, na kila chenye kutambaa kitambaacho juu ya nchi. Mungu akaumba mtu kwa mfano wake, kwa mfano wa Mungu alimuumba mwanamume na mwanamke aliwaumba. Mungu akawabarikia. Mungu akawaambia, zaeni mkaongezeke, si ndio? Mkaijaze nchi, sikia sasa vizuri, na kuitiisha. Mkatawale nini? Samaki wa baharini na ndege wa angani na kila kiumbe chenye uhai kiendacho juu ya nini? Ya nchi. Mwanzo 1:26 mpaka 28. Wewe sasa hivi unatawala wewe? Hata inzi umtawali hapo. Ukioga msosi pale ni kusukuma tu. Nikupiga inzi na ndala. Yaani inzi kadogo. Na ndala. Sababu viumbe havikutii tena. Una mamlaka kuambia kiache. Yesu wakati bahari inasuka kule baharini, inapiga kile chombo, alivyosimama katika ile Mathayo 8, wakati Bwana uone tunaangamia. Na maana wale jamaa walikuwa wanapambana kuokoa kile chombo kwa utaalamu wa uvuvi. Wakamsahau nani? Yesu. Ukisoma Desire of Ages hichi kitabu, wakati inapiga ule mwanga ndipo wakamuona, ukamulika Yesu ndipo wakamuona. Sasa Yesu aliposimama katika ile chombo, tena alisimama pale panetwaje? Nyinyi watu wa Msoma hizi boti hizi, hata wa Kigoma, pale mbele kuna kitu kimechongoka hivi. Alafu kuna kibox. Sasa pale ndo Yesu akafanyaje? Akasimama. Sasa kwa utaalamu wenu nyinyi wa maji, chombo kilikuwa kinaenda afu kinapigwa na mawimbi. Unaweza ukasimama pale juu? Sasa akasimama pale Yesu. Kanyoka, mawimbi hayamtikisi. Afu akanyosha mkono, akasema tulia. Maandiko yanasema kukawa shwari kuu. Inaonyesha huo ndio umiliki ambao mwanadamu alikuwa nao akaupoteza.
Wewe unaogopa hata mbwa wangu tu akija hapo unatoroka. Si ndio? Yaani mwanadamu amepoteza utawala. Maana kusema kuvitiisha. Si ndio? Ukimtoa kuku bandani kumrudisha ni kimbembe. Nikuta mtu ana kitambi chake anakimbiza nini? Kuku. Mungu akutaka dunia iwe hivyo. Sawa Sasa sikia vizuri hapa, twende kwa taratibu. Mtunga Zaburi asema hivi kuhusu mwanadamu: umemfanya mdogo punde kuliko malaika, umemvika taji ya utukufu na heshima, umemtawaza juu ya kazi za mikono yako, umevitia vyote chini ya miguu yake, kondoo na ng'ombe wote pia, naam, na wanyama wa kondeni, ndege wa angani na samaki wa baharini, na kila kipatacho njia za nini? Baharini. Zaburi 8 mstari wa 5 mpaka wa 8. Mungu alitupa vingi, vikubwa si vikubwa, si ndio? Lakini maskini ya leo tunapata tabu sana. Juzi rafiki yangu Simon akanipigia simu, dawa imeniangukia jichoni. Dawa imefanyaje? Alikuwa akipambana na vitu fulani mifugo pale. Ina maana sasa leo viumbe vinaugua, unapambana kuvipa nini? Dawa. Lakini bado hali ni mbaya. Sasa pointi inakuja nini? Tuangalie utawala uliopotezwa. Utawala uliofanyaje? Uliopotezwa. Iko hivi. Nimeandika maelezo haya. Huu ulikuwa ni utawala wa awali wa mwanadamu, lakini haukudumishwa. Katika waraka wa Ibrania yamenukuliwa maneno ya mtunga Zaburi pamoja na nyongeza zifuatazo. Sasa naomba unisikize kwa makini. Nataka leo tujifunze hili kitu. Kuna kitu tunapata ukikipata hapa. Sikia vizuri. Hii ni Ibrania sasa, kama unaandika sura ya 2 mstari ule wa 5 mpaka mstari wa 9. Nasema hivi: maana akuweka chini ya malaika ulimwengu ule ujao tunaonena. Ili mtu mmoja ameshuhudia hivi mahali fulani akisema, mwanadamu ni nini hata umkumbuke? Ama mwana wa binadamu hata umwangalie? Umemfanya mdogo punde kuliko malaika, umemvika taji ya utukufu na heshima, umemtawaza juu ya kazi za mikono yako, umeweka vitu vyote chini ya nyayo zake. Kwa maana katika kuweka vitu vyote chini yake hakusaza kitu kisichowekwa chini yake. Vyote viliwekwa chini ya mwanadamu. Lakini sasa bado hatujaona vitu vyote kutiwa chini yake. Haya ni maandiko. Ila tunamuona yeye aliyefanywa mdogo punde kuliko malaika, yaani Yesu, kwa sababu ya maumivu ya mauti amevikwa taji ya utukufu na heshima, ili kwa neema ya Mungu aonje mauti kwa ajili ya kila nani? Haonje mauti kwa ajili ya kila nini? Kila mtu. Sasa ilibidi sasa, ili mimi na wewe turejee katika miliki, katika nini? Ilibidi aje mwanadamu Yesu aonje mauti kwa kila nini? Kila nani? Kila mtu. Unajua tukiongea habari ya mauti, habari ya kifo cha Yesu, tumeshakizoea kiasi kwamba tunaona kwamba ni hoja ndogo. Tuko pamoja kuna hoja zingine ambazo tumezoea kuwa hoja kubwa, lakini hiki bado kanisa halijaona kwamba ni hoja kubwa. Lakini hii ndiyo hoja kubwa ya mbinguni. Hoja kubwa wapi? Msalaba wa nani? Wa Kristo. Hebu nipe andiko hili mtumishi. Supo? Msomaji amekuwa Mesodi. Mwinjisi Mesodi nisomee sasa. Kitabu kile cha Wakorintho wa kwanza, sura ya kwanza, mstari wa 18. Nisomee. Inasemaje? Kwa sababu neno la msalaba kwao wanaopotea ni upuuzi, bali kwetu sisi tunaokolewa ni nguvu ya Mungu. Asante. Kuna andiko moja nimelisahau kidogo, limetoka kichwani. Bwana anasema kwamba niliazimu nisijue neno lolote ila Kristo kafanyaje? Amesulubiwa. Ndiko sehemu gani hilo andiko? Mnikumbushe nyie wasomaji wa maandiko. Niliazimu nisijue neno nini? Lolote ila Kristo amefanyaje? Amesulubiwa. Kwa nini? Yaani kwamba mambo yote nisiyajue, nijue kitu hiki. Kristo kafanyaje? Amesulubiwa. Hiyo ndio pointi ya msingi, ndio core ya Biblia. Sasa twende vizuri, mjaelewa nataka niende wapi? Wagalatia 6 ngapi? Isome hiyo. Wagalatia 6:12.
14 nisomee. Inasema lakini mimi hasha. Hebu tuanze mstari wa 13 sasa hapo. Inasema kwa maana hata wao wenyewe waliotahiriwa hawaishiki sheria, bali wanataka ninyi mtahiriwe, wapate kuona fahari katika miili yenu. Ndio. Lakini mimi hasha, nisione fahari juu ya kitu chochote, ila msalaba wa Bwana wetu Yesu Kristo, ambao kwa huo ulimwengu umesulubishwa kwangu, na mimi kwa ulimwengu. Ambao kwa huo ulimwengu umesulubisha kwangu, na mimi kwa nini? Huo. Hii injili ya msalaba haipo kwa makanisa. Haipo kwa makanisa. Wakorintho wa kwanza 2:2. Haipo, subiri kwanza. Haipo kwenye nini? Kwenye makanisa. Na pia haipo hata ndani ya kanisa letu la Matengenezo. Tuko pamoja paka hapo? Kwa nini nasema hivyo? Utanielewa vizuri. Soma andiko hilo ambalo nataka kunisomea. Inasema maana naliazimu nisijue neno lolote kwenu ila Yesu Kristo naye amesulubiwa. Bwana asifiwe. Sasa lengo lote la Biblia, yani ilikuwa tu Yesu kafanyaje? Maelezo yote yanaenda wapi? Hapo. Hata magonjwa ambayo tunazungumzia, magonjwa ambayo tunafanyaje? Si Yesu alipokuja alionyesha nguvu ya ufalme wa Mungu kwa kuponya magonjwa, kufufua nini? Wafu. Si mnafahamu kabisa hata wale ambao Yesu aliwafufua, si walikufa tena? Wale ambao walikuwa na ukoma wakatakasa, si walikufa tena? Hata sisi leo tukila vizuri, tukawa na afya bora, ambayo ni jambo jema na ni jawabu nzuri, tutakufa. Simone, hata kama utakuwa na afya bora kabisa mpaka mwisho, ukifika 70, si imeandikwa hapo ndo kidogo kuna mziki mnene, ndio unagula 80. Ukifika 100 utakuwa ni wewe tena, hata mwenyewe unaomba kufa. Kwa ina maana maisha yetu ni ya kitambo. Ni ya nini? Kitambo. Msije mkaninukuu vibaya kwamba namtoroka mzee Msaki na Morris. Tuko pale kwenye homa hii. Bwana asifiwe. Na vidonda vya tumbo. Tupone, tuhubiri, lakini ujue kabisa hapo mwisho kuna kitu kinakuja. Kwa mfano tu, ukiwa unapita kwenye makaburi, usije ukazania kwamba mimi sitafika wapi. Hao ni ndugu zako waliotangulia. Sawa? Na Waislamu kwa kuogopa mauti wanaambia ukifika pale wasalimie marehemu. Alafu waambie mimi nakuja. Wanahofu kweli kweli. Ndio maana nakwambia baada ulisi mmoja ambao unaachiwa na baba yako wa Kiislamu, uniombee dua. Fanyeje? Ninapokufa, ili Mungu anipunguzie adhabu kabri. Fikiri mzee Gumbo yuko kule Tanga, naelewa. Kila siku Mungu tupunguzie adhabu. Yaani wanajua kabisa wanaenda kuadhibiwa huko. Hofu ya mauti. Sasa na ikifika watua tukapuuza mauti, hofu ya mauti ikaondoka, tutahubiri injili ya nini? Lakini huwezi kuhubiri injili ya Mungu kama una hofu ya nini? Ya mauti. Huwezi. Kwa nini nasema hivyo? 6:9 Ufunuo wa Yohana. 6:9 Ufunuo wa Yohana. Nisomee. 6:9 inasemaje? Ufunuo wa Yohana inasema na alipofungua muhuri wa 5, nikaona chini ya madhabahu roho zao waliochinjwa kwa ajili ya neno la Mungu. Kwa ajili ya nini? Neno la Mungu. Yaani kuna watu walichinjwa kwa ajili ya neno la nani? La Mungu. Nani yuko tayari kuchinjwa kwa ajili ya neno la Mungu? Nimeona mikono. Sinakumbuka Petro alimwambia Yesu akamwambia nitakamatwa na Wayahudi, nitasulubiwa hivi na hivi na hivi. Petro akamwambia Bwana, mimi nitakuwa na nani? Na wewe popote pale. Yesu akamwambia jimbi hata wika utanikana mara ngapi? 3. Akabisha. Lakini baadaye kule Getsemane ni kweli alijikakamua akachapa pale kichapo akapambana akamkata mtumishi wa sikio, mtumishi wa kuhani mkuu sikio. Yesu akamwambia aishie kwa upanga, atakufa kwa nini? Rudisha panga wako alani Petro. Yesu ile sikio akalirejesha kwa yule jamaa. Yaani Petro aliwaza tena, huyu jamaa tunamuokoa vipi? Maandiko yanasema wakakimbia wakamwacha peke yake. Mmoja hivi inasemekana Yohana alikuwa anafuata kwa mbali, wakamngangania
akagangamala, akapambana, akafanikiwa kuachia nguo, akakimbia uchi. Mtumishi wa nani? Sasa Petro kwa kweli alitimiza ahadi yake ya kumfuata Yesu. Ila maandiko yanasema kwamba alimfuata kwa mbali. Yaani yule kule yanaangalia. Wakiona wanamchungulia na anainama. Mpaka akafika kule kwenye behewa la kuhani. Sasa kuna wakaanza kumuona, wewe John wewe, usilikuwa na masawe wewe? Mimi simjui mtu huyo. Mara ya pili, mara ya tatu, maandiko yanasema kwa akalani na akakata kata. Simjui mtu huyo. Maana aliona Yesu pale anapigwa na askari. Hii kitu hii ni balaa, sikufikiria vizuri. Akakana, lakini baadaye jimbi alivyowika akakimbia kutubu dhambi zake. Sasa haya maneno mara nyingi tunaweza kunyosha nini? Lakini tukawa wa kwanza kutoroka. Hapo Dodoma kuna jamaa walikuwa wanatembea na hii bendera, alikuwa tufundisha hapa Deme juzi kwamba bendera ameleka wangapi? 3. Sasa wao wakaichola kabisa, wakaichola kama hii bendera ya Tanzania hii. Wakeka pale ameleka wangapi? 3 na amri 10. Wanaweka juu ya baskeli inapepea. Wakina dukani bendera ameleka wangapi? 3. Wote wazee wa kanisa, wainjilisti, washupavu kweli. Kwa hiyo wakawaaminisha waumini vizuri kwamba sisi hatupaswi kuogopa. Tuko tayari kufa kwa ajili ya Kristo, kutangaza ujumbe wa malaika watatu. Sasa walikuwa wanahubiri habari hizo njema. Sawa Sabato hao wanomino wakaenda kushtaki, sema jamani, kuna watu huko wanaribu jina letu. Ikitokea lolote lile pale, msije mkazania ni nani? Ni sisi. Polisi wakaenda hapo kama mkuja hapa sasa. Walipokuja hapo, sema nani hapa ni viongozi? Waumini kama ilivyo kawaida yao, masawe. Pia bado. Sasa watu au ndacha. Watu wakatoka kama viongozi, vipi nyinyi mnasali hapa kwa mamlaka ipi? Mzee akaona ile kiongozi sasa mkuu. Akasema hapa nikisema tuko wenyewe, akaamua kudanganya. Sisi ni SDA hiyo nomino. Ni tawi lake. Basi polisi wakuwa na haraka, wakachukua simu, wakampigia mchungaji wa Sabato eneo hilo. Je, hao njoo wao na watambua? Sasa si watambui. Wakasema paka haje hapa atakuwa tuelewe vizuri. Jamaa kwanza kuja. Sasa wazee wakasema basi ngoja tuchukue vitu ndani huku, je tuzungumze vizuri. Kumbe umeingia pande hii, wakavunja dirisha, wakatoroka. Wakakimbia. Wakaacha waumini. Mpaka polisi wakacheka. Wakasema hapa hamna viongozi. Hiyo kanisa ikajifia namna hiyo. Baadaye nikapigwa simu niende huko, ilikuwa ni miaka juzi huko sijui, nikaenda kule nikawahubiria habari njema. Bwana asifiwe. Nikawapa imani ya utulivu. Walikuwa na provoke tu. Huu ujumbe sio kuprovoke, ni kuhubiri ukwe. Sasa kwa hiyo watu tunaweza kuaminisha waumini, lakini sisi tunakuwa tuko tayari kupambana na huyo mchakato mzima. Si kwa hivyo Kwa haya mambo Mungu atusaidie. Bwana asifiwe. Maana ibilisi anajua kutisha. Bila Kristo si mchezo. Si mnakumbuka Yesu alisema kwamba Baba, ikiwezekana kiombe kifanyaje? Kiniepuke. Lakini mapenzi yako yafanyaje? Si mapenzi yangu. Kwa tumwambie Mungu mapenzi yako yatimie katika maisha yetu. Nimalize vizuri. Sasa kwa hiyo pointi hapa mpaka nataka nijenge, isikize vizuri. Lakini sasa bado hatujaona vitu vyote kutiwa chini yake. Yaani chini ya Yesu. Ila tumuona yeye aliyefanywa mdogo punde kuliko nani? Malaika, yani Yesu. Yani Yesu ambaye ameumba malaika. Lakini akawa mdogo punde kuliko nini? Malaika. Hili ni jambo zito sana Ni jambo ambalo leo sijui kama nitaweza au wewe kujishusha kwa kiasi hichi. Najua leo unaweza kupata kidogo tu hela kidogo kule benki kakawepo kwa milioni kadhaa 20 uko unalinga Unajua ni mkubwa sana au una ujuzi fulani hivi basi ukaonekana wewe ndio basi tena. Lakini huyu akajishusha punde kuliko nani? Malaika. Akajishusha mpaka mauti. Sikia, kwa Yesu kwa sababu ya maumivu ya mauti amevikwa taji ya utukufu na heshima, ili kwa neema ya Mungu aonje mauti kwa ajili ya kila mtu. Sema amina. Amina. Yaani Yesu kaonja mauti kwa ajili ya,
na kila mtu kaonja mauti, yule ambaye ameshapita na yule ambaye atazaliwa. Yesu kaonja mauti kwa kila mtu. Maajabu. Unanielewa vizuri? Kwa hiyo Mungu ameweka utawala wote chini ya mwanadamu, lakini bado mambo kama nilivyotoa mifano, bado mambo hayajakuwa vizuri. Sasa swali linakuja, kwa nini atuone sasa vitu vyote vikiwekwa chini yake? Hii ni swali ambalo mimi na wewe tunapaswa kujiuliza. Ni kwa sababu mwanadamu alipoteza kila kitu kwa sababu ya anguko. Lakini tunaona kuwa Yesu, yeye alifanywa mdogo punde kuliko malaika, yaani alifanywa mwanadamu, ameionja mauti kwa ajili ya kila mtu, ili wote waaminio wapate kurejeshwa kwenye urithi ule wa mwisho, ili kwamba kama vile Yesu kwa hakika alikufa na kufufuka tena, kama vile ambavyo kwa hakika kwa njia ya kifo chake na kufuka kwake wale wa mwaminio wataokolewa, vivyo hivyo basi na ule urithi uliopotezwa watarejeshewa upya waliokombolewa. Lakini bado tujaona. Sasa naomba tupige picha hii. Kwa nini ule ulimwengu ujao haukuwekwa chini ya nani? Ya malaika. Si malaika wana kazi kubwa sana? Kwa nini ule ulimwengu ujao haukuwekwa chini ya malaika? Yaani ni kiasi kwamba Mungu anakupenda rafiki yangu. Mungu anatufanyaje? Anatupenda. Ameweka ulimwengu ujao, tena ameupamba mara 2 ya ule wa awali. Hajauweka chini ya nani? Ya malaika. Hivi mnajua nyinyi mtakuja kuhukumu malaika kwa mujibu wa maandiko, si mnafahamu? Yaani wa malaika unaona hao wakuu wote, masilafi na utukufu, wewe unapandishwa wapi? Juu yao. Juu. Unakuwa ni mtu wa tofauti. Mungu anakupenda. Maana hakuweka chini ya malaika ulimwengu ule ujao. Tunaonena kwa hiyo ulimwengu ule ujao ameweka chini ya mwanadamu. Ndiyo, kwa wakati dunia ilipoumbwa aliweka chini ya mwanadamu. Na dunia itafanywa upya itawekwa chini ya nani? Ya mwanadamu. Sikia Isaya anachokisema. Isaya 45, isome hapo. 45 17 19 nisome. Isaya 45 17 19. Hapa ni kipindi kito historia ya imani, historia na imani yetu. Historia hapa naongelea imani yetu. Juzi tulipiga Ibrahim, tukagundua msingi wa imani yetu unaanza kwa nani? Si kwa Ibrahim tu, ni kule Eden, kwamba katika mzao wako utamponda nyoka nini? Kichwa. Haikuelezewa sana, ila kwa Ibrahim tukabainisha bayana kwamba kupitia kisa cha kuzaliwa kwa Isaka, kwamba Isaka anayezaliwa pale kama mzao wa Ibrahim ndo anapewa nini? Urithi. Si tulijifunza vile? Sasa ngoja kidogo nipige highlighting kidogo hapa ili watu waelewe tumetoka wapi. Hebu rudi katika lile andiko la Mwanzo sura ya 12 mstari wa 7. Tuanze mstari wa kwanza mpaka wa 3, afu tutanipa mstari wa 7. Historia ya imani yetu. Historia ya imani yetu. Mwanzo 12:1. Bwana akamwambia Abrahamu, ndio, toka wewe katika nchi yako na jamaa zako, ndio, na nyumba baba yako, uende mpaka nchi nitakayokuonyesha. Nami nitakufanya wewe kuwa taifa kubwa, ndio, na kukubariki na kulikuza jina lako, nawe uwe baraka. Nawe uwe nini? Baraka. Nami nitakubariki, nami nitawabariki wakubarikio, naye kulaanie nitamlaani. Na katika wewe jamaa zote za dunia watabarikiwa. Kwa hiyo Mungu anamfanya Ibrahim kuwa taifa kubwa lenye baraka. Anayemlaani Ibrahim atalaaniwa, ambaye atambariki Ibrahim atafanyaje? Atabarikiwa. Mstari wa 7. Bwana akamtokea Abrahamu akasema, uzao wako nitawapa nchi hii. Uzao wako nitawapa nchi hii. Tukasoma kwa King James Version. Haimaanishi uzao wako, wazao maana wengi, bali mzao mmoja. Mzao wako nitampa nchi hii. Sasa mzao wake tukaona ni nani? Wagalatia 3 mstari 16. Huyo ndo mzao wake anaoongelewa hapo. Soma. Wagalatia 3:16. Inasemaje? Inasema, basi ahadi zilinenwa kwa Ibrahim na kwa mzao wake. Basi ahadi zilinenwa kwa Ibrahim na kwa mzao wake. Hasemi kwa wazao kana kwamba ni wengi,
bali kana kwamba ni mmoja, kwa mzao wako yani Kristo. Sasa naomba mimi na wewe tuulizane maswali. Ibrahimu na Yesu nani mkuu? Ibrahimu na Yesu nani mkuu? Yesu. Inakuja tena Yesu anakuwa mwana wa Ibrahimu? Yawezekani? Shao unasema yawezekani? Ibrahimu, Yesu si mzao wa Ibrahimu kwa mujibu wa maandiko hayo. Sasa Yesu na Ibrahimu nani mkuu? Si Yesu. Tena inakuwaje Yesu anakuwa mzao wa Ibrahimu? Yeye mjielewe katika mwili. Hebu soma ile kitabu kile cha Yohana 8. Ili andiko kwa tunasoma kwa kusema kukumbania mambo ya Trinity Nani ile 54 some. Yohana 8:54. Inasema Yesu akajibu, nikijitukuza mwenyewe utukufu wangu si kitu. Tuanze 56. 56. Ibrahimu baba yenu alishangilia kwa vile atakavyoona siku yangu, naye akaiona akafurahi. Simesikia? Ibrahimu aliona siku ya nani? Na tulijifunza pale aliona katika mlima Moria wakati anamtoa Isaka kafara. Endelea. Inasema basi Wayahudi wakamwambia, wewe hujapata bado miaka 50, nawe umemwona Ibrahimu? Yesu akawaambia, amini amini nawaambia, yeye Ibrahimu asijakuwako mimi niko. Umesikia? Yeye Ibrahimu hajakuwako mimi niko. Alafu huyo tena anjita ni mwana wa nani? Ndio nimechoka nyinyi. Hivi tuko pamoja? Sitaki tuende mbali kama tuko pamoja. Bwana niachie hapa. Kwa Yesu anajiita ni mwana wa nani? Maandiko yanasema kwamba mzao wako nitampa nchi hii. Si imeandikwa hivyo? Ndio. Na huyo mzao ni nani? Yesu. Si ni Yesu? Alafu Yesu tena amekuwa kabla ya nani? Ya Ibrahimu. Na ni mkuu kuliko nani? Ibrahimu. Kifupi kamuumba nani? Alafu anakuwa ni mwana wa nani? Ndio kwamba tunaongelea kwamba alijishu tena akawa mtumwa. Nani? Mtumwa. Akaulizwa, Bwana unaishi wapi? Akamwambia, mbweha wana pango, ndege wana viota, lakini mwana wa Adam hana mahali pa kulazia kichwa chake. Ni maajabu. Yaani yule ambaye yuko sawa na Mungu, mwana wa nani? Wa Mungu. Anakaa wapi? Mbinguni, na ana utukufu mwingi, lakini akawa mwana mzao wa Ibrahim. Akashuka chini. Wale viumbe wake wale muumba wakawa wanamtawala, wakawa wanamhukumu, wakawa wanamtemea mate, wakawa wanampiga mawe. Iti akurudishe wewe Musa Eden. Mtoto wako anakufanyia ubaya huo, utamrithisha nyumba kweli? Utampa mashamba yako? Waga tunaachia laana na laaniwe. Si ndio? Hata mtoto akiwa na akili mbaya tunasema ana akili kama ya mama yake. Lakini Bwana Yesu, maandiko yanasema anatupenda upeo. Hebu nipe 13. Yohana mstari ule wa 2. Sasa hiyo ni naongelea imani yetu kuanzia kule. Imani wapi? Imani yetu. Imani yetu tushaiona ni Kristo. Soma Yohana 13:2. Hata wakati wa chakula cha jioni, naye Ibilisi amekwisha kumtia Yuda, ndio mwana wa Simoni Iskarioti, moyo wa kumsaliti. Yesu hali akijua ya kuwa Baba amempa vyote mikononi mwake, na ya kuwa alitoka kwa Mungu, naye anakwenda kwa Mungu, aliondoka chakulani, akaweka kando mavazi yake, akatwaa kitambaa, akajifunga kiunoni. Mstari wa kwanza. Inasema basi kabla ya sikukuu ya Pasaka, Yesu hali akijua ya kuwa saa yake imefika, atakayotoka katika ulimwengu kwenda kwa Baba, naye amewapenda watu wake katika ulimwengu. Hali amewapenda watu wake katika nini? Ulimwengu. Aliwapenda upeo. Aliwapenda upeo. Bwana asifiwe. Unajua leo tunafanya dhambi, tunaogopa kumwendea Yesu. Uko kweli? Kwamba umeshafanya nyingi huko nyuma, atamwambia nini? Lakini maandiko yanasema alitupenda nini? Upeo. Alitupenda nini?
upeo. Hivi kwa English ni nini mtumishi? Unto the end. Upeo. Huu upendo hatuko nao. Uongo kweli? Sasa tuje katika somo letu hapa. Nilikuwa nawapa hiyo dondoo nyuma. Isaya 45 turejee. Mstari wa 17 kwa 19. Nitawaelekea na kitu fulani hapa mtakiona hapa. Kuna mtu alijaribu kuchukua Desire of Ages, kile kitabu kiko hapa, kitabu changu. Akaamua kutengeneza clip ya maisha ya Yesu. Clip ya nani? Ya mateso ya Yesu. Alikuwa anasoma wakati na moji na historia. Yale mateso ambayo mnayoona pale katika mnasoma Biblia vizuri, hamjaisoma, linganisha, chukua tusoma Mathayo, soma Marko, soma Yohana, jumlisha pamoja. Utaona ile mateso ya Yesu alivyokuwa yafanyiwa. Alafu soma niche kitabu cha Desire of Ages. Utaona vitu vingi sana. Ndio juu Yesu alitoa kafara kubwa. Soma andiko. Inasema, bali Israeli wataokolewa na Bwana kwa wokovu wa milele. Na Bwana kwa wokovu wa nini? Milele. Israeli ataokolewa na Bwana. Na nani? Bwana. Kumbe Bwana ndio anafanyaje? Anaokoa. Ndio maana akaitwa Yeshua, Bwana anayeokoa. Yaani Bwana mwenyewe aliyeumba akaja kuokoa. Soma. Inasema, ninyi hamtatayarika wala kufadhaika milele na milele. Maana Bwana aliyeziumba mbingu asema hivi, yeye ni Mungu, ndiye aliyeiumba dunia na kuifanya, ndiye aliyeifanya imara, hakuiumba ukiwa, aliiumba ili ikaliwe na watu. Mimi ni Bwana, wala hapana mwingine. Inasema, sikusema kwa siri katika mahali pa nchi ya giza, sikuwaambia wazao wa Yakobo, nitafuteni bure. Sikuwaambia wazao wa nani? Wa Yakobo. Wewe ni mzao wa Yakobo, si mzao wa Yakobo? Tulijifunza nyuma Ndio. Mnifuate bure. Mungu ataki umfuate bure. Soma. Mimi Bwana nasema haki na nena mambo ya adili. Hilo jua kama jua linapiga basi unaweza ukasogea. Morris, njoo mbele hapa. Kuna kivuli kizuri. Msiende mbali. Njoo, kuna kivuli hapa mbele, nafasi iko mbele. Tukae hapa, msiteseke sana. Na ikiwezekana kama kutakuwa kuna shida tutaweka hapo hema kwa nyuma. Hii mishale ya jioni. Hata huku nafasi zingine ziko huku. Mzee mkaa pande hii ili muweze kujistiri na jua. Msiende huko kwenye mwembe huko Gaston. Mje huku. Mbele, njoo huku. Njoo, nafasi iko hapa mbele. Ili niwe nawaona vizuri. Sasa kumbe Mungu ameifanya dunia ili ikaliwe na watu. Unajua Mungu anaumia sana anapoona mapepo wanamiliki nini? Dunia. Hebu soma andiko hili 4:9 Mathayo na mstari wa 10. Utaona yule kiumbe ambaye Mungu alimuumba kwa njia ya Kristo anakuja kumwomba Yesu ibada ili ampe mahali. Soma. Akamwambia, haya yote nitakupa. Mstari wangapi unasoma? Wa 9. Tuanze wa 8. Inasema, kisha Ibilisi akamchukua mpaka mlima mrefu mno. Kisha Ibilisi akamchukua Yesu mpaka mlima mrefu mno. Akamwonyesha miliki zote za ulimwengu. Na fahari yake. Akamwambia, haya yote nitakupa ukianguka kunisujudia. Hii ni dharau kubwa. Yani yeye amemuumba afu jamaa anamwambia hii ni mali. Yaani uambie Ibilisi alichukua mali zetu zote, utawala wetu wote. Hivi unajua mapepo wana mamlaka juu ya mbuzi. Leo nasema tu bundi kwamba bundi ni ndege wa kichawi. Si wanasemaga hivyo jumba iwayu nini? Kwa hiyo unakuta ana mamlaka hivi viumbe vyote Ibilisi. Leo anatumia vitu hivi kutudanganyia. Ana watu kama hao wanaita kina juu Sharifu Majini. Tutakuja kuangalia hapa kwenye unabii. Sijui Dr. Sule wanaambia namna ya kujua unachukua jani hili unao kwenye nyumba yako, mchawi afanyeje? Haingii. Zote hizo ni mbinu tu za nani? Kuonyesha kwamba mimi namiliki nini? Dunia. Na watu wanaenda kuchukua mti. Nani? Mti anapanda kwamba mchawi asifanyeje? Asiingie. Kwa ina maana watu wamekuwa mateka wa nani? Wa shetani. Lakini kuna huyu Mwokozi unayewasimulia habari njema. Nafikiri kuna watu mmeshapitia mikiki mingi. Lakini ukiwa na huyu Mwokozi huyu Yesu
Na hata ukienda katika imaya za hao watu wenye mapepo hao na uchawi, na kuhakikishia hivi, watakuja kukuambia, ndugu yangu, uliaga nyumbani. Bwana asifiwe. Uliaga nini? Si wanasemaga hivyo? Kuna kitu cha tofauti. Hatujaona tu. Unajua hakuna raha. Unajua kujua vifungu vingi, kuwa na magombo mengi si hoja. Unaweza kuwa na magombo mengi lakini usiku unakaliwa na wachawi. Wanakujampia tu. Tena wanakuchukua, wanakufanya kiti kule. Unakaa juu yake. Futa mzee mzima, mzee wa kanisa na kitambi chako. Usiku ni nini? Kiti cha nani? Kigoda cha wachawi. Kwa hiyo point inayokuja ni kwamba tukiwa na huyu mtu anaitwa nani? Yesu. Kweli kweli. Kweli kweli. Waga mna kificho. Hakuna nini? Katika ulimwengu wa roho na katika ulimwengu wa nini? Wa mwili. Hakuna kificho. Itajulikana. Saundi yako itajulikana. Bwana asifiwe. Amen. Sasa makusudi ya Mungu hayajavurugika. Kwa nini? Naomba nisome huu mtasari huu kwenye Agano la Milele. Bwana aliumba nchi ili ikaliwe na kwa kuwa yeye akutenda kazi zote kwa kufuata mashauri ya nia yake mwenyewe, basi ni yakini kuwa mipango yake ikatimia. Lakini wakati alipofanya dunia na bahari na vyote vilivyomo ndani yake na kumweka mwanadamu juu ya dunia, Mungu akaona kila kitu alichokifanya, tazama ni chema sana. Mwanzo 1:31. Sasa hapo naomba nifundishe hapa kidogo. Alivyoviumba vitu vyote akasema vyote nini? Vyema. Vyema sana. Sana. Nini? Kumbe ile bustani ya Eden na ile dunia ya zamani, ili kitu kikae kule katika hali nzuri, lazima kiwe chema sana. Chema sana. Tuko pamoja eh? Nisikiza kwa makini. Na kwa sababu mpango ya Mungu lazima itekelezwe, ni wazi kuwa dunia bado inapaswa ikaliwe na watu ambao ni wema sana, na kwamba itakuwa wakati ule ule katika hali kamilifu. Kwa hiyo ule ulimwengu ujao unapaswa kurudi katika Mwanzo 1:31. Tazama vitu vyote alivyofanya Bwana ni vyema sana. Maana huyu mbwa anang'ata watu, simba anakula nyumbu, sawa eh? Chui sio anakula swala, ni mauano. Kwa hiyo Mungu anataka kufanya urejeshwaji. Kwa hiyo anataka kuchukua wewe na mimi aturejeshe katika dunia ile ambayo ameshaikomboa, ingawa bado haijakamilishwa sasa. Sasa mpaka hapo swali linakuja. Mimi na wewe tuko tayari kuishi katika mbingu mpya na nchi mpya? Maana mbingu mpya na nchi mpya inasema kwamba vyote ambavyo vinapaswa kukaa ni vyema sana. Imesema haitaingia wapi? Kitu nini? Kilicho kinyonge. Sasa tujipambanue mimi na wewe. Mawazo yetu, fikra zetu, tunafaa kuishi katika mbingu mpya na nchi mpya. Kwanza nani hapa anataka kuangamia? Nyoshe mkono. Nani anataka kuangamia? Hichi kitabu ukisoma pale mwisho wa dhambi, mwisho wa nini? Mwisho wa dhambi na wazambi. Mwisho wa dhambi, mara nyingi wa Sabato tunazania kwamba wale wa dhambi watapotea papo ghafla. Kuna adhabu yao. Maandiko hasa kitabu cha Vita Kuu cha nchi wetu, waovu wataungua muda mrefu, hasa wale ambao walikuwa wanajua wema nao utendi. Wataungua muda nini? Afu unajua Mungu anaposema mtaungua siku moja, si ndio? Mfano tunafahamu Yesu akasema nitarudi haraka, naja upesi. Impita miaka mingapi? Kwetu sisi, kwake ni upesi. Ni kama leo siku 7 kwako, kwa inzi ni miaka mingapi? Inzi wa siku 6 ni mzee kweli kweli. Sasa wewe inzi akikwambia unachelewa, utamshangaa. Yaani inzi anakulaumu, umekaa siku nzima unanichelewesha. Kwako ni siku hii. Kwa inzi unakuta ni miaka 24. Sasa hesabu yako na ya Mungu ni tofauti. Tuko pamoja? Kwa hiyo kwenye moto ule baba, kwenye Vita Kuu watu watadumu, hasa Waadventista wa Sabato sisi, ambao tuna kweli za msingi na tuonye ulimwengu, tutakaa sana. Unaona hawa makahaba sio na kadhalika, hao watapuputika kidogo. Hebu nipe andiko hili 12:46-47 kitabu kile cha Luka. Kwa sababu
Mpango wa Mungu si wa kawaida. Mpango wa Mungu si wa kawaida. Ni mzuri sana kwa watu wake ambao wana nia, na ni mbaya sana kwa watu wanaofanyaje? Wanaozala. Soma andiko. Inasema na mtumwa yule aliyejua mapenzi ya bwana wake, sikia, endelea, asijiweke tayari wala kuyatenda mapenzi yake, atapigwa sana. Atapigwa kidogo sana. Atapigwa sana. Atapigwa nini? Sana. Yaani Bwana Adriano unayajua mapenzi yake, alafu unafanyaje? Unayapuuza. Si tu kuyapuuza, maandiko yanasema enendeni ulimwenguni mkahubiri nini? Utapigwa sana. Maandiko yanasema ole wangu mimi nisipohubiri nini? Injili. Na wa kidogo, mimi sijui sana. Mstari unaofuata inasema na yule asiyejua naye amefanya yastahiliyo mapigo, atapigwa kidogo. Atapigwa nini? Kidogo. Alafu na kidogo sometimes usije ukawaza ni kidogo. Kidogo ya Mungu pia si mchezo. Inaweza kama miaka 10,000. Hebu nipe Ezekiel 7:9. Hatutishani, tunaambiana ukweli. Mungu anapiga. Mungu anafanyaje? Mungu anapiga. Akiamua kupiga, anapiga. Na akiamua anaokoa. Soma andiko. Ezekieli 7:9. Inasemaje? Jicho langu halitaachilia wala sitaona huruma. Nitakupatiliza njia zako na machukizo yako yote. Yatakuwa katikati yako. Endelea. Nanyi mtajua ya kuwa mimi Bwana napiga. Nanyi mtajua kuwa mimi Bwana nafanyaje? Napiga. Jambo dogo hilo. Mtajua mimi Bwana napiga. Yule nimegoma tena kuweka. Nataka nimalize somo langu. Kuna mtu ana swali? Sasa hapa ni mashine swali. Mpe swali. Unaweza sifiwe. Amina. Nina maswali kama mawili hivi. Swali la kwanza ni katika Zaburi 8 mstari wa 5 na hadi wa 8. Ndio. Anapozungumzia habari ya kwamba amemfanya mwanadamu kuwa mdogo punde kuliko Mungu. Sasa jinsi ulivyofafanua kwamba ni Yesu amefanyika mdogo kuliko malaika. Hapo sijaelewa, maana alikutana na shahidi wa Yehova. Tulipokuwa tunashuhudiana alinipatia mstari huo kwamba mwanadamu amefanyika mdogo kuliko malaika, pia alitumia na nilio hiyo kwamba lakini baadaye atarudishiwa atakuwa mkubwa. Lakini sasa ulivyoniambia kwamba ni Yesu aliyefanyika mdogo kuliko malaika, pamenichanganya. Lakini swali la pili ni hii issue ya mashahidi wa Yehova wanaosema kwamba kuna swala la kwamba wao hawaendi mbinguni, wanabaki hapa duniani. Mmoja wao nilizungumza naye tukakubaliana kwamba mbinguni wataenda miaka 1000, sawa. Ila baada ya miaka 1000 ikiisha, tunaposhuka ile Yerusalemu mpya hapa duniani, kwamba sasa hapa ndo shughuli zao zitaendelea kama kawaida. Na alitumia ile saa zani ni 45, anasema kwamba mwana kondoo na simba watalisha, na habari ya kwamba si watalima na kupanda na kujenga. Wao alitumia hiyo hapo, japo nilijaribu na naye. Sasa labda unisaidie kwamba tunapokuwa tumeshakuja hapa duniani baada ya ile miaka 1000, kwamba mbingu mpya na nchi mpya, je, ndio kwamba sasa wale watakatifu watakuwa tu hapa katika hii dunia ambayo ni mpya, na kule mbinguni atabaki Baba? Kidogo hapa naomba nieleweshe, maana wanakuaga na utata sana katika eneo hili. Haya. Nina swali hapo. Baada ya miaka 1000, baada ya kuwa
shuka hapa duniani, nitaka kujua kwamba yaani kwamba Adam atarudishiwa ule utawala au ni Yesu ataendelea kutawala, kwamba ataendelea kuwa na nafasi ama Adam atarejeshewa ule utawala arudi kwenye nafasi yake. Nitaka kujua hicho. Okay. Kuna vitu hapo vimegoma. Sorry kidogo. Okay. Basi. Naona PC imeleta tabu. Lakini basi twende hivyo. Samahani kidogo mwalimu. Wakati tunaendelea na kuweka vitu sawa. Jamani, hizi maiki zimetengenezwa special tu, ukiwasha inawaka yenyewe. Ukipiga hivi unajaribu hapa, inashuka taratibu. Kwa mwisho wa siku itaanguka afu tutakosa maiki. Kwa hiyo ukiwasha tu unatakiwa fanya ina dedicate yenyewe tu. Sio kwamba ukiwasha inawaka hapo automatic. Kwa hiyo tuendelee kutuza vitu ambavyo Mungu ametubariki. Sio mpaka tupige vipapa. Naona hizo imekuwa kama ngoma sasa. Jamani, mmesikia taarifa Haya, basi. Mimi huku mambo yameenda tofauti. Basi tutaenda hivyo. Sasa iko hivi. Swali ile kwanza hapa Bwana Ukalai. Hapa wamekuchanganya au nataka tupate ufahamu? Kwa mjibu wa Biblia, watakatifu wa Mungu wataenda wote, Yesu atawachukua wataenda mbinguni miaka 1000. Baada ya miaka 1000 Yesu na watakatifu wote watarudi duniani hapa. Mbona tunazungumzia miliki iliyonufanyaje? Iliyonunuliwa. Kwa hii dunia inakaliwa na watu. Kuna andiko linasema kwamba mbingu ni za nani? Za Mungu. Lakini dunia kawapa nani? Wanadamu. Kwa hiyo miliki itakuwa hapa. Dunia itatakaswa na tutaishi hapa. Wenye haki watamiliki nini? Nchi. Mungu alimpa Ibrahimu dunia. Na hii dunia hii ndio watoto wa Ibrahimu watakaa hapa. Tuko pamoja? Sasa kuna kitu kimoja urisi, kitu ambacho ukisikia urejeshwaji nini? Maana urejeshwaji si kitu kingine, ni kile kinarejeshwa, ila katika mantiki mpya ambayo ilikuwa imeharibiwa. Kwa hiyo mashahidi wa Yehova kidogo tunakaribiana, lakini wao wanasema kwamba watakatifu wataenda wapi? Bali 144 tu. Alafu baadaye wale watakatifu ndio watapewa zamana na Mungu kuirekebisha dunia. Si kama Mungu ataomba dunia mpya, wao tu wataamua. Sasa Mungu atawafanya waibadilishe jangwa la Uarabuni liwe paradiso. Kuna vitu vya ajabu viko pale. Kwa hivyo kwa sababu si somo la kimantiki sana na muda ni mchache, nataka nimalizie ile somo, lakini sasa tuweke hiyo. Na fisi jioni tutaweka na utaratibu wa maandiko vizuri. Lakini iko hivi, imani ambayo tunaiamini sisi, ambayo tumeithibitisha kibiblia, watakatifu wa Mungu wataishi wapi? Hapa. Hebu nipe andiko hili 4:13 kitabu kile cha Warumi, utaona kitu gani ambacho Ibrahimu alipewa na kitu gani ambacho sisi tunakirisi. Soma 4:13 Warumi. Nasemaje? Inasema kwa maana ahadi ile ya kwamba atakuwa mrithi wa ulimwengu ndio alipewa Ibrahimu na uzao wake. Kwa hiyo Ibrahimu alipewa ahadi ya kuwa mrithi wa nini? Ulimwengu. Ibrahimu na nani? Na uzao wake. Na uzao wake watakuwa warithi wa nini? Ulimwengu. Wa ulimwengu. Sawa. Lakini ule ujao, lakini hii nchi ambayo itakuja kutakaswa. Hebu nipewe Galatia 3:29. 3:29. Inasemaje? Inasema na kama ninyi ni wa Kristo, basi mmekuwa uzao wa Ibrahimu, na warithi sawasawa na ahadi. Ibrahimu si ni mrithi wa dunia? Ndio. Na unakuwa ni mrithi wa nini? Dunia. Wa dunia hii. Lakini Yesu ana mpango wa kuitaka. Swali lako linakuja pale kwamba je, Yesu atatawala yeye? Sasa Adamu, sisi ndio wana wa Adamu. Adamu atarejeshewa ule utawala. Ukisoma kitabu cha hicho cha nini cha Pambano Kuu, utaona mwisho Yesu anampa Adamu nini? Taji. Lakini Adamu ataichukua ile taji, ataivua na kuiweka wapi? Miguuni pa Yesu. Atachukua kinubi, atapiga kinubi na familia yote ya Adamu nyuma yake,
itapiga kidumi, alafu itamwangukia nani? Kristo. Bwana asifiwe. Kwa hiyo utawala wetu utarejeshwa, lakini Kristo, sababu dunia na vyote vilivyomo viliumbwa kwa ajili ya na kwa njia ya, kwa hiyo atakuwa ni mkuu, lakini sisi tutakuwa ma regent katika ulimwengu mpya, ulimwengu ujao. Imeeleweka hiyo? Uko lai, umeelewa huko? Wewe uko unawaza vingine huko, shingo iko chini. Sasa tuje, sababu muda hii naona imepotea hapa, sikurekebisha nitachelewa. Sijui inaonekana hapo. Nitasoma mwenyewe huko. Sasa twende hivyo hivyo kwenye slide chache hapo. Naomba nisome nukuu moja hapa. Aya, sasa nataka tumalizie hapa. Laana aliyoichukua nani? Kristo. Nataka tuvunje kitu hapa. Laana aliyoichukua Kristo. Hebu nisomee Waebrania 9:28. Twende kalaka. Kitabu cha Waebrania 9:28. 9:28. Inasema kadhalika Kristo naye akisha kutolewa sadaka mara moja alizichukua dhambi za watu wengi, atatokea mara ya pili pasipo dhambi kwa hao wamtazamiao wokovu. Kristo alichukua dhambi za watu wengi. Sasa hebu sasa hapo ndipo ili andiko tukilisoma, hebu tulisome. Je, dhambi yako ilichukuliwa? Dhambi yangu na yako ilichukuliwa au bado uko nayo? Maana kuna zamani kuna kanisa moja kwa tunaitana mzambi. Alafu tunahubiri kwamba hakuna mtu anaweza kashinda, hakuna mtakatifu hapa. Hakuna mtu anaweza kashinda nini? Dhambi. Ukiona haya mahubiri hayo, ujue hapo umepigwa. Yesu anasema mtakuwa watakatifu kama babangu alivyo nani? Mtakatifu. Amechukua nini? Dhambi. Na atatokea mara ya ngapi? Pasipo nini? Dhambi kwa hao wanaomtazamia kwa nini? Wokovu. Mimi na wewe tunamtazamia kwa wokovu. Maana anapokuja anachukua waliomtazamia kwa wokovu, marejeo. Mbona unaitwa Mwadventista? Maana yake mtu ambaye anasubiri kuja kwa Yesu mara ngapi? Ya pili. Sikia vizuri. 3:13. Naomba ieleweke vizuri. Nisome ile andiko. Na ambao wanafuatilia mtandaoni waelewe. Maana leo kuna wahubiri kama mimi ambao wanawaambia watu wana laana. Wana nini? Wana laana ya babu zao. Hivi babu yetu Adam, hivi kuna babu zaidi ya Adam? Kama una babu, ujue naye anafanyaje? Ana babu. Mwisho ni kwa nani? Kwa Kristo akuja kuchukua laana babu yako wewe, Bwana Amoni, yani mzee Amoni au mzee Masawe. Alikuja kuchukua laana ya nani? Ya babu yetu mwenyewe. Ukienda kwa mganga, waganga wanaangalia ili wafanye uchawi wao kwa mtu ambaye atakumfanyia uchawi, waga wanakuomba jina la mama yako. Uongo kweli? Maana unajua baba anaweza asiwe baba halali. Wakitaka baba wanachukua jina la Adam. Uulize wachawi. Wanachukua Adam na la mama yako. Maana wanaelewa. Maana yule Adam mwenyewe yule ndio ukoo wenyewe. Sasa Yesu kama mtu anakuambia una laana, sasa Yesu alianzia kwenye kiini cha nini? Cha laana. Nataka nikutoe wasiwasi. Haya mambo tuliambiwa sana. Na kuna wahubiri wa Kisabato hivyo hivyo ndio wameanza mambo. Wewe una laana, sio ya vikosi nini? Vitu wanakuweka katika hali fulani ambayo unaishi kwa nini? Wasiwasi. Na kama unaona ajira ndio umepigwa kabisa. Unaomba ajira upate. Ukamwambia wewe unaanza kutoa juu sadaka ya nini ya ukombozi. Sadaka, yani unapigwa. Lakini ukiwa na Kristo huwezi kupigwa. Bwana asifiwe. Huwezi kupigwa. Soma andiko mtumishi. Kristo alitukomboa katika nini? Katika laana ya Torati. Katika laana ya Torati. Kwa kuwa alifanywa laana kwa ajili yetu. Alifanywa laana kwa ajili yetu. Maana imeandikwa amelaaniwa kila mtu angikwae juu ya mti. Ili kwamba baraka ya Ibrahimu iwafikirie mataifa katika Yesu Kristo. Kwa njia gani? Tupate kupokea ahadi ya Roho kwa njia ya imani. Asante. Kuna maana Kristo alilaaniwa kwa ajili gani? Alichukua laana kwa ajili yetu. Tulikuwa tumelaaniwa kwa kuvunja sheria ya Mungu. Sasa ukivunja sheria ya Mungu unakuwa chini ya nini? Ya laana. Na aliyevunja sheria ya Mungu nani?
Si ni Adam? Maana mimi na wewe hatuadhibiwi kwa kosa la Adam la kula tunda. Sisi tunapata matokeo ya kosa la nani? La Adam. Sasa Kristo anaanzia kwa nani? Kwa Adam. Kwa anatuokoa katika laana ya sheria. Maana tumevunja nini? Sheria. Alafu ili baraka ya Ibrahimu ije kwetu kwa njia gani? Ya roho. Ya nini? Sasa ili uweze kutokuwa na laana lazima uwe na roho wa nani? Roho wa nani? Yaani kama hauna roho wa Mungu umelaaniwa. Ni zamana nitawaonyesha. Sasa sikia anavyochukua laana. Nisome Mwanzo 3:17 mpaka 18. Tunataka muda wangu ni mchache. Mwanzo 3. Kumi na ngapi? 17 na 18. Anasemaje? Akamwambia Adam, kwa kuwa umesikiza sauti ya mke wako, ukala matunda ya mti ambao nalikuagiza nikisema usiale. Ardhi imelaaniwa kwa ajili yako. Yesu alikuja kuchukua nini? Laana. Lakini maana leo ardhi tukilima itupe matunda. Kwa tunazungumzia juu mbegu, sio matunda, sio kuwa na mbegu, si ndio? Tunachanganyikiwa hapa. Kwani leo dunia haijakuwa sawa? Kuna kitu ambacho Yesu anasubiri ili kifanyike. Na Yeshaya ndio kitabu kile cha Wakorintho wa kwanza 15 kuendelea. Akimsubiri adui wa mwi ambaye ni nani? Ni mauti. Kwenye dhambi kashamaliza. Adui wa mwisho ni nani? Kifo. Yaani ukienda kwa Yesu kwa habari ya dhambi utachemka. Hebu nisomee. Maana kashamaliza. Sema nisomee andiko hilo. Nisomee malizi hilo andiko, sorry. Nimeambia muda wangu umeisha, hata kuniambia tano kuniandaa. Na surprise imeisha tu. Hiyo haiwezekani, si mjafanya vizuri. Mtakiwa niambie kama 5 au 10 ili niweze kusamaliza somo langu. Nipe 7, twende. Inasema, ardhi imelaaniwa kwa ajili yako. Kwa uchungu utakula mazao yake. Siku zote za maisha yako. Michongoma na miiba itakuzalia. Nao utakula mboga za kondeni. Asante. Sasa naomba hapo tuongee point. Michongoma na nini? Na miiba. Sometimes tunachukua ni kweli ni miiba imeota, kweli kabisa. Hatukatai, tuko pamoja. Lakini pia michongoma na miiba inawakilisha laana. Yaani matatizo yote ya ulimwengu tunayoyapata hatuwezi kuyamaliza yote. Hakuna serikali dunia hii wala chochote ambayo inaweza kumaliza matatizo ya nani? Najua wengine hapa ni wafuasi wa Chadema, si ndio? Wengine ni wafuasi wa chama hiki. Msije mkafiri kwamba hao wanaweza kumaliza nini? Matatizo. Awe CCM, awe Chadema, awe Republican, awe Labour ya wapi kule Uingereza, ama chama cha komunisti cha China. Hakuna. Miiba na mbigili inaonyesha laana ya mwanadamu. Sasa wale ambao watajua siri hii watajiweka kwa nani? Kwa Kristo ambaye ana mpango mkubwa hapa mbeleni. Sasa naomba, kwa nini ana mpango mkubwa mbeleni? Hii miiba na mbigili alifanyaje? Aliivaa kichwani, walimvalisha sole kuonyesha kwamba amechukua laana. Moga hauna ila kama umemwamini. Nitakuonyesha hapa laana inakuwa kwa nani. Soma Mathayo 29, 27, 29 na 30. Haraka twende. Mathayo 27. Ndio. Na mstari wa 29 na 30. Inasema, wakasokota taji ya miiba, wakaiweka juu ya kichwa chake, na mwanzi katika mkono wake wa kuume, wakapiga magoti mbele yake, wakamdhihaki wakisema, salamu mfalme wa Wayahudi. Kisha wakamtemea mate, wakautwaa ule mwanzi, wakapiga kichwani. Ule mwanzi mtu mkorofi akaupiga wapi? Kichwani. Na ana miiba wapi? Kichwani. Mtu mkorofi akaupiga ule mwanzi kichwani kwenye taji ya miiba. Ukaingia wapi? Ndani. Ellen anasema hivi, ukitaka maisha yako yakemewe, wewe unasoma historia ya mwisho ya maisha ya nani? Ya Yesu. Ukisoma kwa makini utaona jinsi Yesu alichokifanya. Mary Gibson alivyosoma kisa cha nini? Cha mateso ya Yesu, alitengeneza video moja kupitia Deserve of Ages. Sasa haya mateso bado hayajafikia ile mateso ambayo Yesu aliyapitia. Lakini kuonyesha kitu kimoja. Sababu ya muda.
toa hiyo. Usiweke hiyo. Warumi ile ukisikia ile bakola kwa anachapwa, kwa ni bakola ambayo ina nini? Ina vichuma. Inaitwa nini vile? Vichuma. Ikipiga inatoa nyama. Na ndoano hivi. Ndio Ellen anaeleza hicho kitabu cha Death of Ages. Marabi wanaangalia. Walimchapa sana. Hii movie ya kwanza kwa mnaiona ilikuwa tu ni ya kawaida. Kwanza walianza kumpiga kwenye baraza la Sanhedrin. Ellen anasema isingekuwa askari wa Kirumi, askari wa nini? Wangempasua ndani ya Sanhedrin. Kwa hiyo walimpiga. Hii movie huwezi kuistahimili kuiangalia. Ndio maana Wayahudi waliandamana kupinga hii movie. Wakasema sisi hatukumtesa Yesu hivyo. Lakini jamaa amesoma vitabu vya Josephus, mwanahistoria wa Kiyahudi, ambaye aliandika mateso ya Yesu na Desire of Ages. Na hapo wakamtia taji ya nini? Ya miiba. Na akaubeba ule msalaba. Huyu ni muumbaji. Ni nani? Ni nani? Aliyeumba. Na akaanguka na msalaba mara 3. Naona huko anampiga. Kwa hiyo Yesu huyu ni mwana wa Mungu. Mbingu imenyamaza, mbingu haipigi kinubi hata kidogo. Malaika wanaangalia mpaka wanatamani kwenda kumwokoa, lakini Baba amenyosha mkono, never. Nataka mtu fulani aokolewe hapa Kerege. Nataka fulani aweze kuokolewa. Baba anaangalia. Ilikuwa ni mateso mazito sana. Sasa sababu hii movie imeweza kustahimili kuangalia, ni kali. Na walimtesa sana. Na akati anasulubiwa pale msalabani, ilikuwa wanatumia zile spako, si msumari. Vichuma zinapigwa hapa, zinaingia mwilini mwake. Na si kwamba tu walimvuka kamba. Zile chuma zilikuwa zinaning'inia katika nyama yake. Hakuna kamba, alama za misumari. Kwamba eti kwa sababu Adamu amekula tunda, kwa sababu tu mtu fulani Yesu anataka kumrejesha katika bustani ya Eden. Huyu ni Mel Gibson, ni Mkristo, akaeti movie inaitwa Passion of Christ. Ilikuwa ni mateso ya hali ya juu. Hata Yesu akasema, Baba, ikiwezekana kikombe hiki kifanyeje? Kiweze kuniepuka. Na Warumi, ukisoma historia ya Josephus, walivyokuwa wanapiga misumari, wanageuza ule msalaba, afu wanaukunja kwa hivi, wanapiga. Unaona wanaogeuza, walimfanya ukatili ambao uje kuona dunia hii. Ndio maana Yesu alimwambia Pilato kuhusu Kayafa, aliyenileta kwako hapa ana dhambi iliyokuu zaidi. Mwana wa Mungu, na alisulubiwa uchi, makuhani marabi wakiangalia. Sasa hiyo wacha tu niipeleke mbele, maana hiyo utastahimili mwenyewe hiyo Passion of Christ. Passion of Christ. Alikuwa amechanika mwili wake, kapigwa mijeledi, kafanywa kila aina ya ubaya. Sasa kitu ambacho nakisema nini? Yesu yule aliyosulubiwa. Si huyu. Yesu anafanyaje? Aliyosulubiwa. Ili nimetoa tu mfano wa mateso yake, sawa? Lakini haijafika. Yesu aliyefanyaje? Sulubiwa. Alivalishwa taji ya nini? Na fimbo ya mwanzi. Ila atakuja ameshika fimbo ya chuma. Bwana asifiwe. Atakuja amevaa taji ya dhahabu. Bwana asifiwe. Kwa ajili yako na mimi. Sasa angalia, huyu mwana wa Mungu alikuja duniani katika hali ambayo ni mbaya sana. Na kafanywa ubaya sana. Na kinachompeleka msalabani ni dhambi yangu na nani? Na wewe. Sasa hebu niambie, anapokuja mara ya pili anakukuta umeng'ang'ana na dhambi, unamsikitisha? Ukisoma kitabu cha maandiko ya awali, wakati malaika wanaenda kuangamiza dunia, Yesu alilia akasema, Baba, damu yangu, damu yangu. Baba akasikia uchungu, akamtuma malaika mwingine kuwazuia wale malaika ambao wanazuia pepo 4 za nini? Za dunia. Siku pepo 4 za dunia zikiachiwa, maandiko yanasema imekwisha kuwa. Mwenye kudhulumu azidi kufanyaje? Mwenye mchafu azidi kuwa nini? Mwenye kutakaswa azidi kufanyaje? Yesu sasa ipo katika hekalu la mbinguni akitupatanisha kwa damu yake. Hao wanaomkufuru kwa kuingiza fundisho la utatu ni kuharibu mpango wa ukombozi.
wanaharibu sanctuary message kwa kuingiza fundisho la utatu. Sisi ambao tumekataa mafundisho ya utatu, hatukatai kwa sababu tu ni utatu. Tunakataa kwa sababu yanaharibu mpango wa nini? Wa ukombozi. Wanaharibu Zakaria 6:12 na mstari wa 13 kwamba agano la amani lilifanyika kwa hao wangapi? Wawili, Baba and his son. Na Yesu anasema na uzima wa milele ndio huu, wakujue Mungu wa pekee na wa kweli na Yesu Kristo aliofanyaje? Uliyemtuma. Uzima wa milele. Unamjua nani katika maisha yako? Unamjua nani uliomweka moyoni mwako? Yupi aliyejaa ndani ya moyo wako kuanzia asubuhi mpaka jioni? Kuna mambo mengi ya kuhubiri, lakini namwiga Paulo, naliazimu nisijue neno nini lolote ila Yesu kafanyaje? Amesulubiwa. Hapa hakuna Muislamu, hakuna Mjumapili, hakuna Mjumamosi, hakuna asiyekuwa na siku. Tunaishi kwa sababu ya nani? Ya Kristo. Alafu walivyo na huruma, halivyo na huruma ya dhati. Fungu langu la mwisho, nisomee kitabu kile kinaitwa Yohana 10 mstari ule wa 28. Kitabu cha Yohana. Yaani Kristo ana huruma, kateseka. Lakini Petro aliyemkana mara ngapi? Akamwita, Simoni mwana wa Yohana, je, unanipenda? Mara 3. Akimwambia, kwa nini ulinikana? Kwa nini ulinikana? Hapa Yesu hata kuuliza kwa nini ulinitenda dhambi jana? Kwa nini ulinitenda dhambi juzi? Kwa nini hapo umepanga mpango msiofaa? Hata kuuliza, atakwambia fulani, je, wanipenda? Nisomee. Nami nawapa uzima wa milele. Yesu bado anakupenda. Sema, nami nawapa uzima wa nini? Wa milele. Na wapi nawapa uzima wa nini? Wa milele. Wala hawatapotea kamwe. Wala hawatapotea kamwe. Kwa hiyo Mungu anakuhitaji. Tunapokuja katika mafundisho haya ya utatu sijui na kadhalika, nataka tujifunze katika mlinganio huu kwamba yanaharibu mpango wa nini? Wa ukombozi. Hiyo ndio mada. Yanaharibu mpango wa ukombozi. Tunapambana nayo usiku na mchana kuwaambia watu tunaharibu mpango wa nini? Wa ukombozi. Kristo ametukomboa. Kristo anatupenda. Mimi nataka nitoe wito kwa wale tu ambao wanataka kumpa Kristo maisha yao. Leo tuanze upya. Tuwe na hii mission, tupeleke ujumbe, tupige tarumbeta. Kristo anaokoa, Kristo anakuja. Ndio maana tulipewa ujumbe wa 1888 mwaka 1888. Na tunaambiwa na Nabii Ellen kwamba laiti wa Sabato wangeupokea ule ujumbe, Yesu angekuwa mshafanyaje? Ashakuja. Ila tumemchelewesha kwa sababu atuhubiri msalaba wake. Bwana asifiwe. Atuhubiri ile injili anayoitaka. Nataka tujifunze. Nimeingia na Wahindi sehemu fulani, nimewatumia hizo vitabu mbona nimetafasiri, nimemwambia Bwana hebu niangalie ni shilingi ngapi hivyo vitabu cha agano la milele na glad tidings, yani habari njema. Kuna watu wa Mungu wataka kuvisoma hivyo vitabu ili wapate neema ya Mungu. Mimi nilivisoma vikachangamsha fiber yangu. Ngoja utanipa ile hesabu. Lakini point ni nini? Leo hii kama tutaisikia sauti yake, tusifanye mioyo yetu kuwa nini? Migumu. Ni wangapi wanasema mimi nataka nianze na Bwana? Simama juu. Bwana asifiwe. Imba nimesongea. Waimbaji mje. Joshua yuko wapi? Yuko mmoja. Wakati wimbo unaimbwa, wakati wimbo unawimba, nitatoa wito mwingine. Nimesongea 142. Hivi sauti ilikuwa isikiki kule? Nasikia wito. Ilikuwa ni mwanzoni? Okay. Nasikia wito 1, 2, 3. Nasikia wito ni sauti yako, nikasafiwe kwa damu ya kwangikwa kwako. Nimesongea.
nimesongea mtini pa